Anga ya taharuki na moshi ya mabomu ya kutoa machozi ilitanda katika miji ya Nairobi, Mombasa, Nakuru na maeneo mengine ya Kenya, huku waandamanaji wakijitokeza kwa wingi katika siku ya kumbukumbu ya mwaka mmoja baada ya vijana wa Gen Z kuuawa kwenye tukio la kihistoria walipolivamia bunge la taifa la Kenya. Waandamanaji hao waliokuwa wakielekea katika kituo cha polisi cha Nairobi alikofia Albert Ojwang walikabiliwa na polisi wa kupambana na ghasia, huku wakiwarushia mabomu ya machozi kuwatawanya. Mtu lazima aende nyumbani. Maandamano ya leo ni kumbukumbu za wale wenzetu wenye waliaga ile wakati wa finance bill. Wamefunga barabara, wamefungia magari, lakini si make sure tumefika tao. Kwa leo si tumeamua sababu tumechoka. Punde imewekelewa mzigo, tumechoka. Sababu maana ni gani? Sisi wananchi wa ndogo ndio tumebeba hii mzigo. Ukiangalia watu wakubwa ndio wanatunyanyasa kama sisi vijana. Barabara kuu za kuingia jijini zilifungwa na polisi kuwazuia waandamanaji kuingia katikati mwa jiji. Maduka mengi yalifungwa kwa hofu ya uhalifu. Mtu mmoja amejeruhiwa kwenye vurugu hizo. Awali katika majengo ya bunge ambapo waandamanaji 60 waliuawa mwaka uliopita, usalama ulidumishwa na polisi huku nyaya za miba zikizingira eneo hilo. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Wiper Kalonzo Musyoka pamoja na baadhi ya viongozi wa upinzani waliruhusiwa kuweka mashada ya maua kando ya barabara ya bunge bila kukumbana na vurugu zozote. Viongozi hao walitembea kutoka kanisa la Holy Family Basilica ambako walikuwa wamefanya maombi awali, lakini hawakuruhusiwa kuvuka vizuizi vya polisi. Kalonzo Musyoka alisema haya: It was out of a sense of duty. Kutajwa kwa siku ya leo kuwa likizo ya kuwakumbuka wahanga wa tukio la mwaka jana kumetokana na moyo wa uzalendo na uwajibikaji wetu, na wala sio kutafuta umaarufu kama wanavyofanya wengine. Imetokana na kujitolea kwetu kwa taifa na maslahi ya wananchi. Katika mtaa wa Kitengela viungani mwa jiji la Nairobi, polisi walitumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakija jijini Nairobi kuungana na wenzao. Waandamanaji walichoma moto magurudumu barabarani na kusitisha usafiri. Maandamano haya yanajiri wakati ambapo visa vya vifo mikononi mwa maafisa wa polisi na utekaji nyara vikiongezeka. Polisi pia walilazimika kutumia mabomu ya machozi katika miji ya Kakamega na Kisii. Mapema leo asubuhi, waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen alionekana katikati ya jiji la Nairobi akiwarai wananchi kufanya maandamano ya amani. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Na asante sana msikilizaji na mtazamaji wa DW kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa umewadia ule muda wa kutazama kwa kina zaidi maandamano ya Gen Z, ambapo mwaka jana Juni mwaka 2024 ni mwaka mmoja leo naadhimisha kutazama labda nyuma, kutathmini athari zake, mafanikio, changamoto na matarajio ya kizazi kipya kuhusu Kenya ya kesho. Maandamano haya yalikuwa ya kipekee, yakionyeshwa na vijana ama yakiendeshwa na vijana bila uongozi rasmi, kwa nguvu ya mitandao ya jamii na ujumbe wa matumaini na mabadiliko. Lakini pia yaliambatana na maumivu, vifo vya zaidi ya watu 60, ukandamizaji na maswali makubwa kuhusu haki za raia. Mwaka mmoja baadaye, vijana wamejitokeza tena barabarani, mitaani, wakiwa na kauli mbiu wakati huu wakisema tumechoka. Kwenye laini ya simu nimewapata hapa baadhi ambao wanashiriki katika maandamano hayo. Kutoka kule mjini Mombasa yupo Francis Auma Gamba, huyu ni mwanaharakati. Lakini pia vile vile kule Nairobi yupo Wanjira Njira ambaye pia ni mwanaharakati ambaye anashiriki katika maandamano ya leo. Wanjira na Francis, sijui mnanisikia? Ndio tunakusikia. Asante sana. Kama mnanisikia, tuko kwenye maandamano. Naam, tunakusikia kabisa Wanjira. Pengine labda kwa mtazamo wako maandamano ya mwaka huu labda yanatofautiana vipi na maandamano ya mwaka jana? Watu wamejitokeza kwa wingi kama ilivyokuwa mwaka uliopita? Naona kama mwaka huu watu wamejitokeza zaidi ya wale watu ambao walijitokeza mwaka uliopita. Na tena inaonyesha kwamba Wakenya wamekataana na uongozi mbaya ambao tunao pitia sasa, uongozi wa maafa, uongozi wa kuibia Wakenya, uongozi ambao hauzingatii mbele yetu na kesho yetu kama vijana. Ndio maana tunajitokeza leo kusema kwamba mashujaa wetu waliouliwa mwaka jana
ni lazima wakapate haki, ni lazima wakapate heshima yao, na tena hawakukufa bure. So tuko hapa kama vijana kusema tunahitaji serikali ambayo inatusikiza, inatuenzi, inatekeleza katiba na inajali wa Kenya. Naam, ukizingatia kwamba kuna baadhi ya watu ambao vijana waliweza kuuawa katika maandamano hayo, kuna baadhi ambao walijeruhiwa na kuumia, kuna wengine ambao wamepotea. Wewe kijana, haikukupa hofu mwaka huu kuweza kushiriki tena katika maandamano? Naweza sema kwamba kama vijana tunaona tukiweka kimya, basi hii ndio itakuwa hali ya nchi yetu Kenya. Kama vijana hawana sauti, wanauliwa kiholela, na ndio maana vijana wengi zaidi wamejitokeza mwaka huu, kwa sababu tunakataana na nchi hiyo ambayo inaua watu kiholela, haiheshimu haki za kibinadamu, haitekelezi katiba. Naomba nitoke, tunakimbizwa huku, kuna usalama wako ni muhimu zaidi. Asante sana Wanjira kwa kuweza kujumuika nasi. Tutakutakia maandamano ya amani. Asante sana. Asante. Na msikilizaji na mtazamaji, kama unavyosikia hali ilivyo huko jijini Nairobi, Wanjira ni moja wa waandamanaji vijana wa Gen Z ambao wameweza kujitokeza, na hali sio shwari kama anavyotuarifu hapo. Lakini Mombasa kule, Francis Auma, vipi huko Mombasa nako hali ikoje kufikia sasa, na mwitikio wa waandamanaji uko namna gani wakati huu? Naam, shukrani jazila. Mombasa tumemaliza maandamano yetu kwa amani. Vijana wamejitokeza kimasumasu, zaidi ya vijana 3,000 wamekuwa barabarani tangu saa 12 asubuhi saa zetu za Afrika Mashariki, na tulienda kanisani wakumbuka wale waliouliwa mwaka jana. Sasa imetimia mwaka mmoja, vijana zaidi ya 66 waliaga dunia kwa kupigwa risasi na polisi kiolelaolela, na hatujaona natija yoyote, hatujaona familia zao wakipatwa na serikali kuuliza ilikuwa namna gani. Mpaka leo hakuna polisi yoyote ameshikwa na mambo haya. Kwa hivyo tulijitokeza sana kwa wingi na tumemaliza na amani, ingawa kumetokea vurugu hapa na pale, wezi wameingilia kati, lakini tunajua hawa walikuwa wameletwa na serikali kuja kuvuruga amani. Mombasa tuko chonjo, tuko salama. Gen Z wamesema imetosha, hatutaki tena kunyanyaswa, manake serikali ya Ruto imekuwa ikiwanyanyasa Gen Z wakiua future yao. Gen Z hawana makazi, Gen Z wamesoma, Gen Z wapata shida, na hivi tunapoongea hivi sasa Communication Authority wamefunga TV zetu zote live, hakuna kuonyesha maandamano haya. Kwa hivyo Nairobi inaendelea, lakini Mombasa watu wamedisperse, watu wamepeleka petition kwa county commissioner ambaye ni mwakilishi wa serikali, na wengine wamemia kidogo hapa mbio pale na pale, lakini sofa imekuwa mzuri sana. Na labda pengine haya maandamano kadri yanavyoendelea, unaona kama sasa hivi hakuna taarifa zozote Kenya mnaweza kuzipokea kuhusu maandamano yanavyoendelea, labda pengine unaona kuna mwelekeo gani mpya wa harakati hizi za kijamii kupitia maandamano ya sasa? Wananchi wamechoka. Katiba yetu inaturuhusu tufanye maandamano yatekelezekana kila kukicha. Ni article 37 yetu inasema katiba inatupatia nguvu. Kwa hivyo polisi kutumia nguvu na kudisperse watu na serikali kunyanyasa raia haitazuia. Vijana wamechoka na wako wengi sana. Wamesema liwalo na liwe, sisi lazima sauti ipazwe, lazima wasikizwe, na wale polisi wote waliohusika kuua na kunyanyasa raia wafikishwe kizimbani. Hata hivi juzi kuna mmoja Mr. Aside ambaye ni Deputy Inspector of Police, semekana alimuua kijana anaitwa Albert, lakini bado serikali ni warongo, wanakiriba gojikiriba, maneno ya urongo, kudanganya Gen Z, na wao wenyewe wanawanyanyasa Gen Z. Kwa hivyo Gen Z ni vijana wamesema hawatarudi nyuma, hawataogopa mpaka kieleweke. Tunataka haki itendeke kwa wale waliokufa, tunataka haki itendeke kwa Wakenya na washike adabu, sio kwa mamlaka, sio kuua watu. Francis, hapa ukizungumzia kwamba katika maandamano haya kuna vurugu, vijana wanajitokeza, lakini pia katika video ambazo zinasambaa mitandaoni, baadhi ya vijana wanaonekana wakijaribu kuwatishia ama kujileta kwa nguvu mbele za polisi, labda angalau kuonyesha kama uchokozi dhidi ya polisi, na vile vile wengine wanatumia fursa hii kuweza labda kuvunja maduka wenyewe, kufanya ukorofi. Pengine wewe kama kijana ama mmoja wa wale ambao umefuatilia maandamano kama haya, unazungumziaje swala hili? Masuala haya ni stage manage. Hii imeletwa na serikali wenyewe, goons wamebebwa na wanafanya kazi na polisi. Tuliona hata juzi maandamano ya juzi hapo Nairobi, wakipora, wakipiga watu, wakiibia watu. Sisi vijana hawana shida, vijana ni simu, bendera ya Kenya na maji na kuomboleza na kuimba na kuimba na kukumbuka wenzao waliouawa.
Kwa hivyo ukiona kuna porwa ama kuna chomo magari ama hii ni state manage, hii ni serikali, ili watu wawe discourage, watu wasije kwa maandamano. Lakini vijana tuko organize, vijana wamehakikisha kwa kuna amani, na vijana wana shida na mtu yote, au ni kuomboleza na kukumbuka wenzao waliouliwa mwaka jana. Endelea kubakia hapo hapo, narudi kule jijini Nairobi. Naarifiwa kwamba mwandishi wetu Shisia Wasilwa pia amekuwa akifuatilia. Shisia, vipi Nairobi sasa hivi kwa mtazamo wako, vijana wa Gen Z, labda kuna taarifa zozote mpya ambazo zimeweza kujitokeza mpaka sasa, labda majeruhi na namna ambavyo polisi wanakabiliana na waandamanaji, na pengine maandamano haya labda yamefikia upande gani, kwa sababu awali walikuwa wamesema kwamba wanalenga kufika katika ikulu? Asante sana Njama. Kama ulivyotanguliza kusema, maandamano bado yanaendelea, polisi bado wanafukuzana na waandamanaji. Taarifa ninazozipokea kwa wakati huu ni kwamba kuna vijana ambao walikuwa wanatokea barabara kuu ya Thika na wengine wametoka Juja na wamewazidi polisi nguvu, na kwa wakati huu tunavyozungumza polisi wanaoelekeza hadi jijini Nairobi. Kwa hiyo taarifa ambazo tunazipokea tena kwa wakati huu ni kwamba mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya imetoa marufuku ya kuonesha na kutangaza matukio ya maandamano haya moja kwa moja bila kusema itachukua hatua gani. Lakini tunavyozungumza televisheni za Kenya pamoja na redio zingali zinapeperusha matangazo hayo. Awali Shisia, Inspector General wa polisi Douglas Kanja alitoa onyo kwa waandamanaji kwamba maeneo ambayo yanalindwa kisheria waandamanaji wasifike katika maeneo hayo. Labda kauli hii imezingatiwa na vijana wa Gen Z katika maandamano yanayoendelea hapo jijini Nairobi? Naam, na ndio maana kuna makabiliano eneo kama vile la bunge pamoja na ikulu. Usalama umeimarishwa kabisa. Polisi pamoja na wanajeshi wameshika doria katika maeneo hayo, na kama nilivyoweza kusema kwenye ripoti yangu, wametumia mpaka nyaya za miba kuhakikisha kwamba wale waandamanaji hawafiki maeneo hayo. Na nirudi Mombasa. Francis, pengine labda sasa mbali na hizi vurugu na fujo wanazofanya baadhi ya vijana, labda kwa mtazamo wako, maandamano unadhani ni njia bora ya kudai mabadiliko nchini Kenya, au kuna mbinu mbadala ambazo zinaweza kuwa na tija zaidi katika kushinikiza ajenda wanazozitaka wa Kenya? Naam, sikio la kufa lisikii dawa. Maandamano ndio wanasikia. Manake tumejaribu njia zote diplomasia, tumejaribu njia zote za kisheria ya amani, kupeleka petition kwa njia ya amani kwa upole, lakini serikali hawasikii lugha hiyo. Lugha ya maandamano ndio wana act kidogo. Manake nchi ina dhiki, mambo ya elimu, vijana wako nyumbani hawana maajira, kuna watu wanakuta madrugs hapa zinaletwa na wanasiasa, wenyewe kwa wenyewe wanaongezana mapesa, ushuru huko juu, vijana wako so desperate. Na vijana wameeleza hizi kitambo, finance bill ile ya mwaka jana imezua mambo yote, maisha yamekuwa magumu. Tukijaribu kuongea kwa njia ya mtandao, kupeleka kuelezea, hawasikizi, wanaona ni kawaida tu, maisha itaongea itaisha. Lakini sasa tumeruhusiwa, last resort ndio ya mwisho. Ukituona tunatoka barabarani, basi tumetumia njia zote. Na suluhu ni hata koti pia tumejaribu kwenda kwa makotini, hawasikizi koti. Wana impunity, wana contempt, hawaogopi. Unaitwa kwa koti, iwe mkubwa wa polisi au wendi. Na kweli wakitaka amani, lazima watuelezee ni nani aliua Gen Z. Ni nani hao watu ambao walitumwa na serikali kuua vijana ambao walikuwa hawajadiani, vijana hawana shida. Hii yote ikifanyika, basi accountability ingekuwa na mambo haya yangetokea. Kwa hiyo Kenya wamesema bado mapambano, na tutaendelea mpaka kieleweke.